Je, unahitaji taarifa kamili na uchambuzi wa ndani zaidi? Jiunge sasa katika grupu letu la WhatsApp kwa malipo nafuu kabisa. Utapata uchambuzi wa kila siku, mchana na jioni, update za dunia kwa haraka zaidi, fursa ya kumuuliza maswali Rahby papo hapo na kupata majibu ya haraka zaidi kutoka kwake. Usikose nafasi hii adhimu. Jiunge sasa na uwe mbele ya taarifa kuliko wengine. Tupigie kwa simu namba 0654467177 au tuandikie ujumbe ni unge na Rahby. Tutakuunga moja kwa moja. Rahby Digital, haki na ukweli. Wakasuka mipango ili watimize na nini, sijui Urusi, sijui nakumbuka yale mazungumzo. Sasa kuna taarifa moja ambayo nilisoma, nikarudi pale pale kwenye kile nilichokizungumza na kuambia kuwa hapa nakuja kupiga mstari. Yaani nakuja kupiga mstari kile nilikisema. Taarifa hii inasema hivi: maafisa wa Marekani wanaishinikiza Venezuela kuwafukuza washauri rasmi kutoka China, Cuba na Iran pamoja na Urusi. Maafisa wanasema waziri wa mambo ya nje wa Marekani, Marco Rubio, inasemekana ameorodhesha madai ya utawala wa Trump kwa kiongozi mpya wa Venezuela, Delcy Rodriguez, katika mkutano wa siri Jumatatu na viongozi wakuu wa bunge. Marekani inashinikiza serikali ya mpito ya Venezuela kuwafukuza washauri rasmi kutoka China, Urusi, Cuba na Iran, maafisa wa Marekani walisema. Marco Rubio, katibu wa mambo ya nje, aliorodhesha madai ya utawala wa Trump kwa kiongozi mpya wa Venezuela, Delcy Rodriguez, baada ya mkutano wa siri wa Jumatatu na viongozi wakuu wa bunge. Maafisa wa Marekani ambao hawakuruhusiwa kutaja jina kwa sababu hawakuruhusiwa kujadili suala hilo hadharani, walisema kwamba wapelelezi na wanajeshi kutoka Cuba, kutoka Urusi, kutoka China na kutoka Irani watalazimishwa kuondoka, huku baadhi ya wanadiplomasia wakiruhusiwa kubaki Venezuela. Makomando wa jeshi la Delta Force walipigana vikali Jumamosi na vikosi vya usalama vya Cuba ambavyo vilikuwa vimemlinda kiongozi aliyeondolewa madarakani Nicolas Maduro nje ya kambi yake huko Caracas, mji mkuu wa Venezuela. Bwana Maduro alitumia vikosi vya Cuba kama walinzi baada ya jeshi lake mwenyewe kwa sababu aliwaona kama hawaaminiki zaidi. Marco Rubio pia alisema alikuwa amemwambia Bi Rodriguez kwamba alitaka Venezuela ifungue tena biashara ya mafuta na Marekani, ombi ambalo Rais Trump amelitoa hadharani. Venezuela huenda ikalazimika kulegeza au kukomesha utaifishaji wake wa tasnia ya mafuta ili kuwashawishi makampuni ya Marekani yaliyoondoka nchini kurudi, na huenda pia ikalazimika kulipa fidia ya aina fulani. Dakika chache baada ya wanajeshi wa jeshi la Delta Force kuwakamata Bwana Maduro na mkewe Celia Flores na kuwasafirisha nje ya nchi hadi kwenye meli ya kivita ya Marekani, Rubio alimpigia simu Bi Rodriguez. Maafisa wawili wa Marekani walisema haijulikani wazi ikiwa alitoa madai ya utawala kwa simu hiyo ya kwanza au wakati wa mazungumzo yaliyofuata. Bi Rodriguez amejaribu kutetea uhuru wa nchi yake licha ya kukamatwa kwa Bwana Maduro, huku pia akitoa sauti ya upatanishi katika nafasi yake mpya. Lazima awe na usawa na uhakika wa kulinda mustakabali wake wa kisiasa bila kuipinga Marekani, kutokana na jeshi la majini la Marekani ambalo limebaki kwenye pwani na vitisho vya moja kwa moja kwenye pwani na nje ya Venezuela. Bwana Rubio aliwaambia wabunge kwamba utawala haukutaka kuona uadui dhidi ya Marekani kutokana na uongozi wa mpito. Maafisa walisema, wakisisitiza msimamo wa mgumu wa Bi Rodriguez katika mkutano wa Jumatatu. Bwana Rubio hakutoa maoni yoyote ya msingi kuhusu ratiba ya kufanya uchaguzi au kurejesha demokrasia nchini Venezuela. Wataalamu wa uchaguzi wa kimataifa na utawala wa Biden walisema Bwana Maduro alidanganya matokeo ya kura ya mwaka 2024 ambayo mgombea wa upinzani alishinda kiurahisi. Mmeelewa hili nililoanza nalo? Sasa unapata jibu kamili kwenye kile nilichosema kuwa hapakuwa na makubaliano yoyote. Ndio maana Marekani anaishinikiza sasa Venezuela, fukuza hawa wote maafisa wa Irani, Urusi, China, Cuba.
hawa wote wa jamaa fukuza. Lakini kauli hii na tangazo hili linazidi kuweka hali ya sintofahamu, au zidi kutuonyesha kama kuna tobo kubwa sana limekuwepo, kwa sababu bado kulikuwa kuna majibizano kuwa Urusi hayupo, Irani hayupo, China sijui hayupo. Sasa hii taarifa inaonyesha maafisa wa kijasusi na kiusalama kutoka hizi nchi wapo ndani ya Venezuela na ndio wanatakiwa waondoke. Sasa tuwaulize, hawa maafisa wote kutoka kwenye nchi zote za kijamaa hizi za upande wa pili wa mashariki walikuwepo Caracas, walikuwepo Venezuela, wanafanya kazi siku zote. Jamani, hawajanusa, hawajajua, hawakufuata lolote kuhisi kama mtu ambaye walikuwa wakimtumikia hapo muda wowote atakuja kunyakuliwa na wao wakashtukizwa kabisa? Au tuseme nini? Yani kuwa wamezidiwa kwa kiwango gani, au walishindwa kunusa harufu ya tishio, au walishindwa kufanya nini mpaka haya yakatokea? Jamani, hii taarifa inazidi kuchora mstari, inazidi kuongeza kuwa hawa watu kuna kitu hakiko sawa kabisa, hakiko sawa. Sasa nilitaka kuupitisha kwenye taarifa, lakini mchana niligusia taarifa kidogo ya mgogoro wa Greenland, Marekani na washirika. Huu mgogoro nilishawahi kuzungumza kipindi cha nyuma, lakini hivi sasa inaonekana kama umekolea na Trump anaendeleza sera zake kwenye hili. Greenland, eneo ambalo liko chini ya utawala wa kifalme wa Denmark, eneo kubwa sana, liko Arctic kule, lakini halina wakazi, lina madini tu na vitu vingi vipo kule. Lakini Marekani anasema ni eneo la kimkakati sana kwa ajili ya usalama. Anakuwa anawatazama China pembeni, halafu anakuwa anatazama Urusi upande mwingine. Lina wakazi 60,000 tu wanaoishi kule. Lakini hili eneo linatambulika kuwa ni eneo linalomilikiwa na mwanachama wa EU, Denmark. Lakini ni eneo ambalo linamilikiwa na mwanachama wa NATO, Denmark. Sasa nimewasikia Ulaya wakipaza sauti sana kuhusu hili swala haliwezekani, linawezekana. Lakini sasa bado Trump anaonekana ni kama amedhamiria kuichukua Greenland. Ikiwa Trump ataichukua Greenland kwa kutumia nguvu au kwa kutumia jeshi, atamaanisha kuwa ni mashambulizi kati yao. Kifungu cha 5 kitatumika. Kifungu cha 5 ukimshambulia mmoja umetushambulia sisi. Sasa hapa atakuwa kashambuliwa nani? Manake Amerika ndio kiongozi wa NATO, halafu na Denmark ni NATO. Nani atakuwa kamshambulia nani? Niliwahi kuambia hivi, Uturuki ni NATO, Israeli sio NATO. Mgogoro wa Israeli na Uturuki ikija siku ukaja kulipuka na wakaingia kwenye mzozo wa moja kwa moja, washirika wa NATO wataenda kumlinda Israeli ambao tunawafahamu: Ufaransa, Uingereza, Ujerumani, Marekani, wote wataenda kumlinda Israeli. Halafu Uturuki atabaki peke yake. Kifungu cha 5 hakiwezi kutumika mbele ya Uturuki dhidi ya Israeli, hakiwezi kikatumika. Yani isipokuwa sasa tunaweza tukajionea maajabu kuwa aliyekuwa anatakiwa asaidiwe na kifungu cha 5 yeye ndio atatandikwa kwa kuwa kamchokoza mshirika ambaye hausiki na kifungu cha 5, Israeli. Hiyo iko hivyo. Sasa hapa tunazungumza washirika wawili wa NATO, Denmark, Amerika. Denmark imeweka dhamira ya moja kwa moja ya wazi kuwa Marekani aache uchokozi. Lakini taarifa zinazoonyesha za Greenland kuwa Marekani alishaanza chokochoko za chini kwa chini kwa watu wa Greenland, kuwa lazima Greenland iunganishwe na Marekani iwe sehemu ya Amerika, kama vile alivyoanza chokochoko ya Mexico kipindi kile. Unakumbuka kuwa Mexico ijiunge liwe jimbo la 51. Mexico wakakataa, wakaanza kuwekewa vikwazo, wakawekewa ushuru, wakafanya nini, ikawa tu vitisho kuwa lazima mjiunge, mpaka mwisho alivyoona kuwa hao wamesimama waliposimama, akaamua kujiweka pembeni Donald Trump na akaachana swala la Mexico, licha ya kuwa amefanya athari kubwa sana kule Mexico, athari kubwa sana kwa viwanda vingi ambavyo unajua haikuwa Mexico, ilikuwa Canada. Unajua Canada ni nchi ambayo ina madini ya chuma mengi sana, na viwanda vingi ambavyo vilikuwa vinatengeneza magari kule Canada vilikuwa vina assemble yale kutengeneza zile block. Kuna rafiki yangu mmoja hapo Canada alikuwa ananiambia kuwa
kauli za Trump na athari ya Trump imesababisha watu 700,000 kukosa kazi Canada. Ndio ujue athari ya kila anachokiongea Trump. Maana yake anasema makampuni makubwa haya Chevrolet, makampuni makubwa kama ya GMC ya Marekani, makampuni kama ya Ford yalikuwa yamewekeza sana kule Canada, ambako kule ndio walikuwa wanatengeneza baadhi ya vitu ili kupunguza gharama. Anasema mfano chassis, block za gari, mabodi na nini, yani vitu ambavyo kwa sababu Canada ina chuma kingi sana. Sasa walikuwa ni wanafanya kule, halafu yale yanasafirishwa yanaenda Marekani, yanakuja tu wana assemble, wana fix vitu vingine, inapigwa label this is made in America. Ndio ilikuwa vile. Lakini hivi sasa kama utatengenezea Canada utapigwa ushuru mara 2. Kwa hiyo ile gari haiwezi kauzika sokoni. Maana yake nini? Kuwa haya makampuni makubwa kama ya Ford, GMC na makampuni mengine ya Marekani, badala kutengenezea tena magari yao Canada, wamerudisha wanatengenezea ndani ya Marekani. Maana yake waliokuwa wameajiriwa kwenye hayo makampuni, watu zaidi ya 700,000 wamepoteza ajira zao kwa sababu Marekani imeweka ushuru double kwenye hilo swala. Lakini ilikuwa nini? Kwa sababu Trump alitaka Canada iwe jimbo la 51 la Marekani. Wa Canada wakakataa, hawataki, wakaanza kuwekeana tarifu zile. Weka ni kuweke, bandika bandua, kama vile ilivyokuwa zile tarifu za China. Anaweka vikwazo, unaweka vikwazo, anapandisha asilimia na unapandisha asilimia. Kwa hiyo ikawa mzozo ni ule, lakini mwisho yote wakawa wamekubaliana na Marekani akaachana na swala la kusema kuwa Canada iwe jimbo la 51. Sasa hivi sasa Trump anasema kuwa eneo la Greenland ni eneo zuri kimkakati, lakini ni eneo lina madini mengi sana. Marekani anasema kuwa hatuna shida na madini yao wala nini, sisi tuna shida, tuna eneo swala la kiusalama. Hivyo unaweza kumwamini huyu mfanyabiashara? Rudi alichokuwa akikisema kwa Venezuela, hawa wanasafirisha madawa kulevya, wanatumizia watoto wetu na kila kitu. Baada ya kuondoka Maduro, hausikii tena Venezuela kuwa madawa kulevya yameathiri au madawa kulevya yamefanya nini. Isipokuwa sasa hivi kinachozungumzwa chote ni kuchukua nini? Mafuta ya Venezuela. Mafuta ya Venezuela. Ndio imekuwa hivyo. Sasa hili swala Greenland ni kama kuna ugomvi mkubwa sana ambao washirika hawa wa EU wameuingilia kati. Lakini Trump inaonekana kama anataka kucheza nao kwa akili, kwa sababu naona kama vile anakwepa kuichukua kijeshi. Kiuhalisia anakwepa kuichukua hii nchi kijeshi Greenland, lakini anataka atumie akili ile ya ushawishi, kwa sababu Marekani ana kikosi chake kiko kule Nuuk, mji wake ule wa Greenland. Anacho kikosi chake kule, kina askari zaidi ya 500 au maafisa wa Marekani wako zaidi ya 500. Yani Marekani wakisema wanataka Greenland, wala hawawezi wakafanya kama vile walichofanya Venezuela. Wanaweza wakaenda na helikopta hata 5 tu wakachukua. Sababu hamna jeshi pale. Wataenda tu wataichukua wanavyotaka wakatangaza, lakini watazua mgogoro na kukosa uaminifu kwa washirika wao ambao wamekuwa nao wa upande wa pili, yani kwa wale NATO na EU. Yani ile kwa labda Marekani sio mshirika muhimu, na unajua hizi nchi huwa zina ushirikiano ule wa taarifa za kijasusi. Kama Marekani anaweza kufanya, wanaweza wasimkwepe moja kwa moja, lakini wakawa wanamnyima taarifa maalum za kijasusi ambazo huwa anazitaka baadhi ya maeneo ambao kwa wao huenda wapo karibu zaidi. Kwa hiyo anaweza kukosa uaminifu. Lakini Marekani ndani ya Greenland amekuwa akichochea watu wa Greenland wafanye kura ya maoni. Yani anachochea wafanye kura ya maoni ya wao kujitenga na Denmark. Kura ya maoni ya ndani ya Greenland inaonyesha kuwa wa Greenland zaidi ya 58% wanakubaliana kuwa wanataka kuwa huru kutoka kwenye ufalme wa Denmark. Kwa sababu ukiangalia umbali wa kutoka Denmark Greenland, America Greenland ni karibu, lakini Denmark ni mbali zaidi. Ni ule ukoloni tu. Sasa Trump na Marekani yake wanataka watumie style ya kuwafanya wa Greenland waamue kuwa watapiga kura ya kujitoa. Lakini kura ya maoni hiyo inaonyesha 58% wanataka kujitoa na Denmark, 28% wanasema no, tubaki kuwa sehemu ya wa Danish, 28%. Lakini hao wa Greenland 85% wanapinga Greenland kuwa Amerika. Yani 85% wanapinga wao kuwa Greenland iwe ni Amerika. Hilo wanalipinga, wanasema no, hilo haliwezekani. Sasa kuna mchanganyiko wa vitu vingi ambavyo vinaendelea katika hili. Sasa hawa Ulaya wanaungana na Denmark, hatutaki Marekani aichukue Greenland. Lakini unajua Marekani anawashika wapi? Kuwa Marekani ataenda kuwabania kwa Ukraine na Kiev. Ndio atapoenda kuwabania, kwa sababu Kiev haiamini dhamana ya usalama ya Ulaya ambayo inatolewa. Ila dhamana pekee ya Kiev ambayo wanaiamini ni dhamana ya Marekani. Kwa hiyo
Marekani anaweza akatumia turufu yake ya dhamana ya Ukraine kwa kuwanyamazisha Ulaya kuhusu Greenland. Yani, kwa sababu Ulaya wanataka makubaliano na kutuliza vita ya Urusi ambayo inawatia hasara, lakini wanataka makubaliano ya heshima. Sasa ili Marekani awape makubaliano ya heshima, ni lazima hapa kutakuwa kuna mchezo wa nipe nikupe. Sasa kama Ulaya wako nyuma ya Denmark, itabidi hapa wachague. Mnataka kuwa nyuma ya Denmark, niwaachie swala lenu la Ukraine mtalimaliza wenyewe na mimi sihusiki. Au mnataka mimi nihusike kote, basi nitawapa hiki mtanipa hiki. Yani swala la kubadilishana litakuwa liko wazi kuwa mimi Marekani ataweka dhamana ya usalama. Yani Marekani akwambia nitaweka dhamana ya usalama wa Ukraine, lakini wakati naweka dhamana ya usalama wa Ukraine na nyinyi mtaacha upingaji wenu, yani nyinyi mtaacha kupinga kuhusu Marekani kuichukua Greenland. Manake nini? Mtamsaliti Denmark na Denmark atabaki peke yake. Huyu ndio Donald Trump asiyekuwa na rafiki wala asiyekuwa na adui. Anachoangalia yeye ni maslahi yake na Marekani yake tu, kwa vyovyote ilivyokuwa. Kwa hiyo hali iko hivi. Sasa wacha niligusie hili la Yemen na kile kinachoendelea. Kuna taarifa inasema picha za video zilizopatikana kwenye website ya Al Arabia zilionyesha mashambulizi ya anga yakilenga eneo la huko Al-Dhalia kusini mwa Yemen, ambako kulingana na vyanzo limetumika kama ghala la silaha na mkuu wa baraza la mpito wa kusini Idrus Al-Zubaidi. Vyanzo viliambia Al Arabia kwamba eneo hilo lilitumika kama ghala kubwa la silaha la Al-Zubaidi, ambaye amekimbilia eneo lisilojulikana kulingana na taarifa ya muungano. Umoja huo pia ulisema mashambulizi ya anga huko Dhalea yalifanywa kama hatua za kuzuia kwa kushirikiana na vikosi vya ngao vya Yemen ili kusaidia kuanzishwa kwa usalama katika eneo hilo. Baraza la uongozi la rais la Yemen limetoa uamuzi wa kumfukuza Al-Zubaidi kutoka baraza hilo, likisema kwamba alifanya usaliti mkubwa baada ya kukimbilia mahali pasipojulikana na kushindwa kusafiri kwenda Saudi Arabia kwa mazungumzo yenye lengo la kupunguza mvutano wa hivi karibuni nchini Yemen. Mapema Jumatano, muungano huo ulisema Al-Zubaidi alikimbilia mahali pasipojulikana na akashindwa kufika kwenye ndege iliyokuwa imewabeba wanachama wengine wa STC kwa mazungumzo huko Riyadh, huku hali ya Yemen ikizidi kuwa mbaya. Kulingana na taarifa hiyo, uraisi wa STC ulitangazwa mnamo Januari 5 uungwaji mkono wake mpya kwa juhudi zinazoongozwa na Saudi Arabia za kuandaa mkutano kamili wa kusini na kuahidi kushiriki. Baadaye Al-Zubaidi aliitaarifu Saudi Arabia kuhusu nia yake ya kuhudhuria mkutano huo. Ilikuwa Januari 6 na ujumbe ulielekea uwanja wa ndege. Muungano huo ulisema ndege ya Yemen Airways iliyokuwa imebeba ujumbe huo ilicheleweshwa kwa zaidi ya saa 3. Wakati huo taarifa ziliibuka zikionyesha kwamba Al-Zubaidi alikuwa ameamuru harakati za vikosi vikubwa, ikiwa pamoja na magari ya kivita, silaha nzito na nyepesi na risasi kutoka kambi za Al-Hadid na Al-Suban kuelekea Dhalea karibu na usiku wa manane. Ndege hiyo baadaye iliondoka ikiwa na maafisa kadhaa wakuu wa STC, lakini bila Al-Zubaidi, na kuwaacha viongozi wa STC bila taarifa kuhusu mahali alipo. Taarifa hiyo ilisema kwamba Al-Zubaidi alikuwa amesambaza silaha na risasi kwa wapiganaji kadhaa ndani ya Aden chini ya uongozi wa Mumin Al-Saqaf na Mukhtar Al-Nubi kwa lengo la kusababisha machafuko katika jiji hilo katika saa chache zijazo. Umeelewa history? Yani iko hivi. Wakati zile vurugu zimeendelea, Saudi Arabia iliitisha mkutano wa pande zote mbili. So unajua kulikuwa kuna baraza lile linaitwa PLC ambalo ndani Saudia walikuwa naliunga mkono na UAE wanasema walikuwa naliunga mkono. Lakini UAE walikuwa wameenda mbali zaidi, wanaunga mkono hadi kijeshi, wanaunga STC. Ambao STC niliwaambia mwezi uliopita kuwa walichukua Hadhramut pamoja na Hadhramut walichukua na Al-Mahra. Ile mikoa miwili ambayo inaunga nusu ya Yemen. Sasa kilichotokea, Saudia akasema kuwa hili swala tulisuluhishe, vurugu ziishe, STC warudi kwenye nafasi zao, waheshimu nafasi zao, warudi pembeni, na ndio kusababisha vikosi vya Imarati viondoke. Kama mnakumbuka, Imarati akaondoa vikosi. Sasa mkuu wa STC ambaye yeye anaungwa mkono na UAE
akaalikwa kwenye mkutano ambao watazungumza na wale washirika wa PLC wa upande wa pili. Mkutano huo ukaandaliwa Riyadh, Saudi Arabia. Akajulishwa Ali Zubeidi ambaye ndio kiongozi wa STC ambaye anaungwa mkono na UAE. Mkutano tarehe 5 akathibitisha kuwa yeye atahudhuria ule mkutano. Tarehe 6 akapiga simu kuwajulisha Saudia kuwa mimi nitahudhuria ule mkutano, na ndio tarehe 6 hiyo alikuwa anatakiwa asafiri kwenda wapi? Riyadh. Sasa usiku wake huo wa tarehe 6 ambao kuwa anasemekana kuwa atasafiri usiku wake, kumbe huku nyuma akawa amefungua ghala zake za silaha nyingi na wakawa wamesambaza silaha nyingi sana kwa makamanda wake ambao kuwa walete vurugu. Sasa kuna mawili. Unafahamu kuwa UAE na Saudi Arabia haziendi sawa. Halafu Al-Zubeidi ndio ameleta vurugu za kusini mwa Yemen, na ambacho ndio sababu ya Saudi Arabia kuwashambulia. Sasa Zubeidi anaalikwa kwenye mkutano Riyadh na Saudi Arabia. Bila shaka kuna kauli kutoka UAE usiende. Yani sina shaka na hilo. Kuna kauli ambayo imetoka UAE, hatukuruhusu kwenda kule, kwa sababu ukiangalia kwa vyovyote vile kwa uamuzi wa Saudi Arabia, mimi naweza nikasema licha ya kuwa wana ugomvi, uamuzi wa Saudi Arabia unaweza ukahesabu kama uamuzi wa kidikteta. Kufanya mkutano uwe Riyadh. Tayari kuna uhasama kati ya Saudi Arabia na UAE. Wangetafuta nchi huru, si Saudia. Kwa sababu kama mkutano unafanyika Saudia ni muhusika wa zile vurugu, UAE ni muhusika wa zile vurugu. Hauwezekani mkutano ukafanyika katika moja ya nchi hizi kabisa. Ima wangeomba Qatar, wangeomba jirani Oman, wangeomba nchi kama Bahrain, wangeomba nchi yoyote katika zile za Ghuba kuwa bwana, huu mkutano utaenda kufanyika nchi fulani, lakini si Saudi Arabia. Sasa matokeo yake, ndege iliyokuwa inamsubiri wasafiri imekaa kwenye uwanja wa ndege kwa zaidi ya saa 3 wanamsubiri Al-Zubeidi, haonekani. Baadaye wanakuja kustuka, Al-Zubeidi hayupo na hajulikani yuko wapi. Sasa PLC leo wameketi wakatoa uamuzi, tumemfuta, yani sio mwanachama, tumemfuta na ameondoka. Sasa hapa ni katika ile kuongeza mgogoro. Unajua katika hili ukichungulia upande mmoja utaona kuwa UAE alianza kuwachochea STC, wakachukua. Walivyochukua akawapa silaha, wakachukua. Saudia akawa na waomba acheni. Rahby Digital, haki na ukweli.